Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Leo ikiwa ni tarehe 26 ya mwezi wa 10 2025 kutokea hapa TAG Magomeni. Kipindi hewani ni umejifunza nini, na mimi ni Frankie Sentore. Bana, leo kulikuwa na ibada maalum ambayo imeandaliwa na kanisa TAG Magomeni kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuweka wakfu vyombo vya Injili ambavyo ni maono ya mchungaji Dansan Kanemba na ambayo yameweza kuendelezwa na mchungaji Ezekieli Mkamba. Kama unaweza kuona vyombo ambavyo viko nyuma yangu ni vyombo ambavyo vimetoka China na leo vimewekwa wakfu, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni askofu wa jimbo la Ubungo mchungaji Ezekieli Mbwiro, na ameweza kuwakilishwa na makamu wake mchungaji Samuel Mwaruvanda. Na unavyoweza kuona vyombo vyenyewe ndio kama hivi. Ni moja ya vitu ambavyo vimewekwa wakfu leo. Kuna dito mixer, lakini pia kuna studio imeweza kuzinduliwa siku ya leo, bila kusahau generator pia. Vyombo kwanza kuviona ni hivi hapa mbele yangu, viko vingi sana, kwanza kuona ni vizuri. Lakini nitaenda kuongea na baadhi watuambie kwenye ibada ya leo wamejifunza kitu gani. Naamini nawe utakuja kujifunza kitu kwenye hii. Mungu akubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina lako naitwa nani? Kwa majina naitwa Deborah Frederick Joseph Mbunda. Sawa. Leo ilikuwa ni ibada maalum ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kuweka wakfu vyombo vya Injili, na mtumishi wa Mungu makamu askofu wa jimbo Mr. Ruvanda ameweza kuhubiri kwenye ibada ya leo. Umejifunza nini kwa ujumla kwenye ibada ya leo ambayo ilikuwa special? Katika ibada ya leo kitu cha kipekee sana ambacho naweza kusema nimejifunza, nitagusia kwenye eneo la ushuhuda. Tukitazama wale watu ambao wametoa ushuhuda kwa yale mambo makubwa ambayo Bwana amewatendea, kwa kile kipindi ambacho walichukua tendo la imani kuahidi kwa habari ya hivi vyombo ambavyo tunaviona viko mbele yetu leo, ambavyo kwa siku ya leo ilikuwa ni siku maalumu ama ni siku ambayo special kwa ajili ya kuweka hivi vyombo wakfu. Kwa kitu ambacho nimejifunza wakati wanatoa shuhuda zao, nimejifunza kwamba unapokuwa unatia nia kufanya kitu cha Mungu, kwanza mambo yako kayaweka pembeni, basi Mungu na wewe anafanya na kwako kwanza. Tukiona pale mzee kiongozi alitoa ushuhuda wake kwamba alipofanya kwa Mungu naye Mungu akafanya kwake. Tukiona pia pale upande wa dada Salome naye akatoa ushuhuda wake kwamba Mungu alimfungulia madirisha na baraka zikamwagika zaidi na fursa za biashara zikaendelea kuwa nyingi zaidi. Lakini chanzo kikuu kilikuwa ni nini? Kilikuwa ni kumtolea Mungu. Maana wanasema Injili ni moyo wa Mungu. Kwa hiyo tunasema walipochukua tendo la imani wakaamua kutoa kwa ajili ya hivi vyombo vya Injili. Mimi yangu ni hayo. Sawa. Sasa mchungaji ametangaza phase 2 ya uchangiaji wa vyombo vya Injili. Wewe umelipokeaje baada ya kupata ushuhuda huo? Uko tayari kuchangia au bado unajifikiria mara mbili? Mimi hapa siwezi nikajifikiria. Kwa sababu kama mwanzo niliahidi kwa imani na Bwana akanifanikisha. Hata sasa naamini Bwana anaweza kanisaidia. Kuna hii phase 2 na wewe utakuja kwa. Nakosaje kwa mfano? Siwezi nikakosa. Wow, vizuri sana. Amina. Mungu akubariki kwa ushiriki wako. Amina, ubarikiwe pia. Amen. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emmanuel Martin Mwangala. Emmanuel. Kwenye ibada ya leo unaweza kutuambia umejifunza nini? Namshukuru Mungu, yani nilichojifunza siku ya leo ni kitu kikubwa sana. Ndio. Hususan ni ibada ya kwanza. Ibada ya kwanza nimejifunza kitu kikubwa sana. Mtumishi wa Mungu kazungumzia somo ambalo linasema yafukuze mambo manyonge katika maisha yako. Mambo manyonge katika maisha yako inatakiwa uyafukuze. Unayafukuza kwa namna gani labda? Unayafukuza kwa namna ya kuyakataa. Mambo manyonge unayakataa, ndipo yataondoka ndani mwako. Yaani vile unavyofikiria, yani vile ulivyo inatakiwa ujitabilie mambo makubwa. Yaani pale ulipo inatakiwa usiishie hapo. Inatakiwa upande viwango na viwango. Sawa. Basi hebu tuambie mfano wa mambo manyonge ni kama yapi? Kuna mtu ambaye hajui mambo manyonge ni kama yapi? Hebu unaweza kutuambia mfano wa mambo manyonge ni kama yapi? Mfano wa mambo manyonge ni hali ya kujitabilia mambo ya chini. Yaani hali ya kujitabilia yale mambo ya chini. Kama yapi? Kama vile unajitabilia kwamba siwezi nikanunua gari. Siwezi nikasoma kufikia elimu ya juu sana. Siwezi nikafika level aliyofika mtu fulani. Ukishajitabilia kitu kama hiko,
Maka umeyakaribisha mambo manyonge. Kwa kuyafukuza yale mambo manyonge, yani inatakiwa vitabilie vitu vikubwa. Kwa vikubwa ni kama vipi hapa? Vikubwa ni kama hivi. Kwamba inatakiwa ujitabilie kwamba mwaka huu usiishe niwe nimemiliki gari, au mwaka huu usiishe niwe nimejenga nyumba kubwa sana. Yani kujitabilia mambo yale makubwa. Ndio kuyafukuza mambo manyonge. Lakini bila kujitabilia mambo makubwa uwezo kuyafukuza haya manyonge ambayo yako ndani ya maisha yako. Lakini nadhani kila mtu anatamani kuwa na, sidhani kama kuna mtu ana mawazo ya kuwa na mambo madogo. Kila mtu anatamani kuwa na mambo makubwa, kila mtu anakuta na. Sasa inakuwaje kwa yule ambaye ametamani kwa muda mrefu hapo imeshindikana? Kwa yule ambaye ametamani muda mrefu alafu imeshindikana, mimi nadhani hapo azidishe kumuomba Mungu. Kwa sababu yawezekana anatamani mambo makubwa alafu swala la ibada kwake limekauka ndani yake. Kwa hiyo azidishe kumuomba Mungu, hamna linaloshindikana kwa Mungu. Labda katika maisha yako umewahi kujitabiria jambo ambalo ulikuwa hutarajii kama linaweza katokea na limetokea? Ni mambo mengi sana, lakini naweza nikalisema moja. Kama lipi? Ni mambo mengi nimejitabiria na yametokea. Mfano mimi nilijitabiria kumiliki usafiri na limekuja kutokea. Labda wewe swala la kuoa, umeshaoa kwanza tayari? Nishaoa na nimeoa, nina mke mmoja na watoto wawili. Kwa sasa hivi swala la ndoa kwa vijana wengi imekuwa ni gumzo, ni jambo ambalo kijana ukimuuliza swala la kuoa anatakiwa ajitabirie, anatakiwa ajipange kwa muda mrefu. Wewe kwako ilikuwaje? Ilikuwa rahisi au ilikuwa gumu? Lilikuwa ni gumu kidogo, lakini nilizidisha maombi. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba chochote ukitaka kufanikiwa anza na maombi kwanza. Bila maombi huwezi kufanikiwa chochote. Kwa hiyo nilianza na maombi, ndipo nikapata mke, na kama unavyosoma katika vitabu nasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwa naambiaje wale vijana ambao wanakuambia swala la kuoa kwa karne hii kwa kizazi sasa hivi ni gumu sana, unawaambiaje kwanza? Mimi nawaambia vijana wasikate tamaa. Swala la kuoa ni jepesi sana, ila tu wazidishe maombi. Maombi ndio kila kitu. Ila swala la kuoa wasitishike. Kwa hiyo ni moja ya jambo ambalo watakiwa ajitabirie. Maana sasa hivi ukiwaambia swala la kuoa sema hilo haliwezekani. Yaani natakiwa ajitabirie mema, alafu ajitabirie kupata mchumba ambaye ni bora. Usipojitabilia hivyo utakuja kupata mchumba ambao yani sijui hata nisemaje. Namna fulani hivi atakupa pressure. Utakuja kupa mapema. Nadhani umenielewa. Naam. Imekaa vizuri. Kama unasikia somo la leo ni kujitabiria mambo makubwa. Kama wewe hujaoa wala kuolewa, jitabirie kwamba unakuja kupata mchumba mzuri, na mtumishi wa Mungu leo ameliongelea sana hilo jambo. Mungu akubariki sana, endelea kufuatia video yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amina. Jina lako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Justin Edward. Bwana Justin Edward. Ndio. Bana, kama unaweza kuona ibada leo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kuweka wakfu vyombo vya Injili ambavyo umetoka China na vimeweza kuweka wakfu na makamu askofu wa jimbo la Ubungo, mchungaji Mwaruvanda. Umejifunza nini kwenye ibada ya leo kiujumla? Kwenye ibada ya leo nimejifunza vitu vingi, pia nimeweza kushuhudia vitu vingi. Kama nimeona mchungaji ameweza kukata utepe kuweka wakfu vyombo vyetu vya Injili ambavyo kanisa la Magomeni limefanikisha kununua. Ilikuwa ni ndoto kubwa, hatimaye imeweza kutimia. Tumeweza kupata generator zetu 2, generator kubwa. Pia tuna studio nzuri tu kwa ajili ya waimbaji tofauti, waimbaji wa nje na waimbaji wa kanisani pia kwa ajili ya kurekodi nyimbo zao. Pia tuna vyombo vingi tu, tuna TV kubwa. Tumeweza kujifunza vitu vingi kiujumla. Sasa wewe kwa vyombo hivi kwenye swala la Injili, wewe unajisikiaje kwamba tunapoenda kwenye Injili sasa, kwenye upande wa Injili baada ya kupata vyombo hivi, unalionaje hili swala kwenye upande wa Injili hapo mbele? Nimeweza kujisikia vizuri, nimeweza kusikia amani. Ukiachana na hivyo pia pamoja mimi ni mwanakwaya. Vipi kwenye Injili na wewe umo au? Tunajiona mbali kitaifa na kimataifa pia. Kwenye Injili. Niwe ni mwinjilisti pia? Unapenda kupiga Injili? Kwa hiyo ukipa speaker hapa unatupigia tembeza neno la Mungu pia vijana wanaokoka. Umesema pia wewe ni mpenzi wa Injili na mwinjilisti. Tunashukuru tumekupa mic sasa, ndo muda wako sasa, hebu mhubirie mtazamaji hapo au mpaka aokoke. Pia mimi ni mwinjilisti, napenda kuwahubiria vijana wenzangu. Sana sana mimi nadili na vijana. Napenda kuwahubiria pia, kupenda kuwashauri vijana. Tusione yani ujana usifanye kuone kumcha Mungu ni kitu cha ushamba. Wewe kama kijana unaweza ukaja pia ukaungana na sisi kutumika
kueneza neno la Mungu. Sasa mwambie kijana kabisa mpaka ni kitu gani, mwambie ni kitu gani kimekufanya wewe mpaka umeokoka, ni kitu gani mpaka kinakusukuma wewe kupiga injili. Mwambie kijana hapo. Na yuko mtaani sasa. Kijana ndio yuko mtaani. Mimi cha kumshauri kikubwa, muda bado upo. Kijana anaweza kaungana na sisi pamoja kwa ajili ya kueneza injili. Labda nikuulize, ni kitu gani kilikusukuma kuokoka au umejikuta umeokoka tu bila kujua? Kwa hiyo umekulia kwenye wokovu. Nimekulia kwenye wokovu. Kifupi nimezaliwa kwenye wokovu, nimekulia kwenye wokovu. Okay. Basi wewe umepata neema nzuri ya kukulia kwenye wokovu. Ni wachache sana wapata bahati kama hiyo. Wengi huwa wanajikuta wanakulia mitaani huko, wanakutana na balaa, wengine wanakosa na gari, wengine wanapata ajali ndio wanaokoka. Wewe mshukuru Mungu kwa kuwa umekulia kwenye neema ya wokovu. Mungu akubariki sana kwa mchango wako. Amin. Mbarikiwe.